Baba, tunakupenda katika jina kuu. Naomba ya kwamba unitumie kama chombo. Maneno ya kinywa changu Bwana ipate kibali kwako, na ibariki na kuguza na kubadilisha maisha ya mtu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, tunaambiwa kwamba Yesu Kristo alipelekwa na wazazi wake Yerusalemu. Ilikuwa desturi ya Wayahudi ya kwamba mtoto anapofika miaka 12, 13 apelekwe kanisani. Na katika tamaduni ama desturi ya Wayahudi ilikuwa kwamba mtoto huyo anakuwa transformed from childhood to adulthood. Kwa hivyo Yesu alipelekwa kanisani na hali ambayo tunasema kujishukurisha. Na walipofika kule, kulikuwepo na manabii wawili, Hana na Simeoni. Na baada ya wao kumshukuru Mungu, sababu walikuwa wameahidiwa na manabii ya kwamba hawatakufa kabla wamuone Masia ambaye atakuja kuokoa ulimwengu. Kwa hivyo Simeoni na Ana wakamshukuru Mungu na kumbariki mtoto Yesu. Na katika mstari ule ambao tumesomewa 33, Simeoni anatoa taarifa ama anatoa unabii. Anasema ya kwamba kupitia mtoto huyu Yesu, kuna maneno machache ambayo alitoa ambayo ni ya uzito, ya kwamba Simeoni akawabariki akamwambia Mariamu na mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Ya kwamba Yesu Kristo amewekwa kwa kuanguka na kuinuliwa kwa wengi katika Israeli. Mada yangu asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu jiwe la pembeni. Ya kwamba Yesu Kristo aliweka kwa kuanguka kwa wengi. Ni nani hawa ambao Yesu alisema wataanguka? Kulikuwa na desturi na kasumba na mambo mengi katika falsafa ya Kiyahudi, ambayo kwa Yesu alikuwa kama stumbling block, na kufikia kwa Yesu itafanya wengi waanguke. Kwa hivyo akasema ya kwamba kupitia huyu wengi wataanguka, na akasema ya kwamba kupitia kwa huyu wengi watainuka. Through him many will rise. It means ya kwamba Yesu Kristo alikuwa chemiki ya kuleta uzima. Talking about salvation, ukombozi, wokovu. Ya kwamba kupitia kwake wale ambao watapata wokovu huu watainuka, watasimama. Na vile vile anamwambia mama yake Maria ya kwamba ya kwamba huyu Yesu wengi watamuoppose, wengi watampinga. Na anamwambia Maria ya kwamba vile vile ya kwamba Maria, huyu Yesu Kristo upanga umewekwa katika moyo wako. Inafanyika aje ya kwamba Maria yeye ambaye amezaa yule ambaye ametuletea wokovu, na inasema kwamba Maria upanga utakuwa katika moyo wake. Na maana ya kwamba mapito ambayo Yesu atapitia itamfanya Maria akuwe na huzuni. Tukiangalia kusoma Yohana 19 mstari wa 25, Yesu akiwa msalabani, wanawake wakiwa nalia, wakiwa mfuata wakilia, Yesu anawaangalia na waambia kwamba enyi wanawake wa Yerusalemu, msinilie mimi, lilieni watoto wenu na vizazi vyenu. Na alipoangalia kando akamuona Yohana, akamwambia Yohana, nimekuachia mama. Ukirelate andiko hili la Yohana na mahali ambapo tumesoma yale ambayo Simeoni anasema ni kwamba Mariamu, wewe utakuwa moyo wako utakatwa na upanga.